kiburi. Unastahili mkombozi wangu, unastahili Baba wangu. Nani kama wewe Jehova? Unastahili mkombozi uishie milele. Yes Lord, oh my God, I thank you, give you praise. Baba, ninasema ni asanti kwa sababu ya siku ya leo. Asanti kwa sababu ya kila jambo ambalo unaenda kututendea wakati huu ambapo Baba tunaenda kusikiza neno lako katika jina la Yesu Kristo. Asanti kwa sababu ya mtazamaji wangu ambaye anayeniona wakati huu Baba, napoelekea live katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba utakotubariki na hili neno lako katika jina la Yesu Kristo. Roho wako Mtakatifu akaweza kuingia Baba na kutembea ndani ya mtandao huu katika jina la Yesu Kristo. Navunja nguvu zote na hindrances zote ambazo zinaweza zuka wakati huu katika jina la Yesu Kristo. Na sasa hivi Baba, najiachilia kwako nikijua kwamba Jehova utatuongoza kwenye maricho mabichi katika jina la Yesu Kristo. Uzidi kuinuliwa na hata upokea sifa, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Wacha niingie tu direct katika neno la Mungu katika kitabu cha Philippians 4:8 ambacho kinachosema hivi: Finally my brethren, whatever things that are true, whatever things that are noble, whatever things that are pure, whatever things that are lovely, whatever things that are good, of a good report, if there is any virtue, and if there is any praiseworthy, meditate on these things. Meditate on these things. Kuna mambo ambayo nataka kuweka kwa wewe ambao unayenitazama wakati huu, ya kwamba katika maisha ambayo tunayoishi utagundua kwamba haya maisha ni kama nyumba ambazo huwa tunazojenga. Hizo nyumba, wakati ambapo unapojenga nyumba, ni lazima uweke ukuta na pia ukaweza kuweka gate. Na jinsi ukuta ule uko designed katika nyumba zetu za siku hizi ni ya kwamba ukazuilia adui yeyote ambaye angependa kupenya na ili kuingia katika nyumba yako. Na vivyo hivyo ukiangalia hata kwa yule mtu ambaye ako na gate kwake, gate yoyote ile ambayo inayojengwa ni ili ikaweza kuruhusu chochote ambacho mwenye nyumba anachotaka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo maisha yetu ni kama nyumba zetu. Maisha yetu ni kama nyumba zetu. Na jinsi kile ambacho unachoruhusu ndani ya moyo wako, ndani ya mawazo yako, hicho ndicho kitakachotawala katika maisha yako. Your thoughts and your hearts are so much determinant on the level that you would want to go in life, in the name of Jesus. Na ndiposa Paul akiandikia hawa Wafilisto aliwaambia, chochote ambacho ni kizuri, chochote ambacho is pure, whatever that is lovely, whatever that is of a good report, not a bad report, a good report, if there is any virtue, if there is any praiseworthy, meditate on these things. What you allow in your mind determines the proportion that your life will take in life, in the name of Jesus. And that is why I want to bring you, my viewer, ya kwamba kila kitu ambacho unachoruhusu ndani ya mawazo yako, ndani ya roho yako, hicho ndicho kitakachotawala maisha yako. Kwa hivyo ni vizuri uchunge maisha yako, kwa sababu vita za siku hizi haziko katika physical, ziko in the spiritual realm, na ziko ndani ya mawazo yako, ziko ndani ya roho yako. Na wewe mwenyewe uko na wajibu wa kuelekeza zile vita
na hivi kwamba ukaweza kuwa mtu wa kushinda katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu cha 1 Corinthians 6:18 Biblia inasema ya kwamba we flee fornication. We flee fornication. A sexually loose person invites human agents on marine spirits through intercourse. Yule ambaye anayejiweka na hivi kwamba akaingilia mambo ambayo ni ya unajisi ya mwili wake, huyo mtu Biblia inamdescribe katika 1 Corinthians 6:18 ya kwamba that sin is a sin against your body. Ukiruhusu sexual immorality, sexual fornication, uelewe ya kwamba hii ni vita ambayo wewe mwenyewe unayo invite ndani ya mwili wako, ndani ya mawazo yako, in the spiritual realm. Itakuweza katika jina la Yesu Kristo. Ndiposa huwa tunaambia vijana, ikiwezekana tafadhali, na sio ikiwezekana, ni lazima you maintain your holy life, your body as a living temple in the name of Jesus. Kwa sababu hujui yule ambaye unayelala siku ya leo, contribution yake ndani ya maisha yako, na hivi kwamba you are making a covenant na yeye, na mapepo ambayo yamemtawala. Kama kuna moja ambaye alikuwa analala na jamaa alikuwa anafanya kazi kwa mochari, huyo mtu kulingana na testimony zinasema ya kwamba aliweza kupagawa na mapepo ambayo ilichukua the whole day kuwa awe delivered from. Na vivyo hivyo tukijiachilia kwa mtu yoyote yule, kama ni marriage, kaa katika ndoa yako in the name of Jesus. Kama wewe ni mwana youth, stick kwa kile ambacho huwa kanisa linafundisha ya kwamba you must maintain a holy life in the name of Jesus. Kwa sababu gate kubwa ambayo huwa inaachilia sisi na hivi kwamba tunajiachilia katika hali ya kushindwa ni hii gate ya sexual promiscuity, sexual immorality. Kwa vijana ni sexual fornication. Please, kama wewe umeoa, elewa ya kwamba wakati wote ambapo unapoji loosen your body kwa mtu yeyote yule na si mume wako, mapepo ambayo yanayoingia ndani ya familia yenu, ndani ya nyumba yako, itagharimu deliverance ya hali ya juu sana. Na vivyo hivyo inastahili uchunge mwili wako, because your body is the temple of the living God. Naenda kwa haraka na ili uelewe ya kwamba kuna gates ambazo inastahili tufunge. Sio kila kitu kinaruhusiwa ndani ya nyumba zetu, nyumba za miili zetu, katika jina la Yesu Kristo. Sio kila kitu ambacho kinachoruhusiwa na ili kikaingia katika gates zetu in the name of Jesus. Everything is determinant on you as a person, ya kwamba wewe uko na ruhusa ya kufunga na kufungua kila kitu ambacho unachoruhusu ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. You violate the integrity of your body and you are open to all manner of evil spirits to enter. Kama utaruhusu mtu yeyote kuingia ndani ya mwili wako, elewa ya kwamba hujui amebeba mapepo aina gani, nguvu za mapepo za aina gani ambazo zitakazokuja na ili kumaliza maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Investigate maisha yako. Elewa ya kwamba na wewe ambao uliolewa na ulielekea katika mambo ambayo si mazuri, hata wewe inabidi uingie katika hali ya deliverance ya hali ya juu in the name of Jesus, na ili uokoe ndoa yako, na ili uokoe familia yako, na ili uokoe watoto wako in the name of Jesus. Chochote
ambacho unachoruhusu kwa geti yako, chochote ambacho unachoruhusu katika geti yako, hicho kitakuja aidha kukumaliza ama kukujenga katika jina la Yesu Kristo. It is not everything that you allow into your life, in the name of Jesus. Jambo lingine tutalipata katika Judges 6. Gate ingine ambayo inastahili kudeal nayo ni gate ya idolatrous background. Idolatrous background. You must deal with the idolatrous altars in your background, where your ancestors have raised idolatrous altars and covenanted with the devil. Ni vizuri examine maisha ambayo umelelewa nayo wewe kama mtazamaji, na hivi kwamba ukaelewa ya kwamba sio kila kitu ambacho labda wazazi wako walikuwa wanafanya kilikuwa cha kiungu. Katika kitabu cha Judges 6, Gideon could not venture into his destiny, though he was a mighty man of valor. Mungu mwenyewe anatumana, anasema, Gideon, you are a mighty man of valor. He was a powerful prince, a ruler, a champion, but nobody gave him an appointment with his destiny. Lakini tu alikuwa kule katika guruka. Kufinyiliwa kwa sababu katika jamii yake kulikuwa na maisha ya kuabudu masanamu. Na wakati alireceive that high calling, Biblia inasema ya kwamba alirudi kwao, kwa nyumba yao, kwa baba yao, akaweza kuvunja hizo miungu za vinyago. In the name of Jesus, I came to implore you ya kwamba, my brother, my sister, it is time you examined your family background, your idolatrous background. How true is it that your family engaged in evil and demonic cults? Baba zenyu wakaingia katika occult movements, na vivyo hivyo sasa maisha yale yanakuwa sasa determined, kwa sababu wewe huelewi kwa nini mambo yanakuja yalivyo. Katika kitabu cha Nehemia, Biblia inasema hivi, Nehemia akaandika hivi katika Lamentations, Jeremia akaandika hivi, Lamentations 5:7. Our fathers sinned and are no more, but we bear their iniquities. You can bear the iniquity of your parents, of your family. You can bear the iniquities of your family in the name of Jesus. Ni vizuri kuexamine na kuelewa, hii familia yetu iliingia ndani ya mapepo, iliingia ndani, ili covenant na mapepo, na hivi kwamba tuendelei. Katika Matthew 5:15-22 Biblia inasema hivi, ama inahadithia story moja ya the Canaanite woman ambaye anayemwendea Yesu, na Biblia inasema ya kwamba she begged Jesus for a miracle, for the miracle of her daughter to be healed, kwa sababu msichana yake alikuwa amejawa na mapepo. She was a Canaanite woman. Ukisoma in the book of Genesis 9:25-26 utagundua ya kwamba hawa watu walikuwa tayari wako na laana juu yao. Judges 9:25-26. Hebu tuende pale haraka. 9:25-26. Biblia inasema hivi, Noah wakati aliamka kutoka kwa mvinyo, and Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done unto him. And he said, Cursed be Canaan, a servant of servants, and he be his brethren. Cursed be Canaan. Cursed be Canaan. Kwa sababu aliweza kuona uchi wa baba yake.
wewe ukiwa kijana, wewe ukiwa msichana, kuna mambo ambayo yanaweza kukuletea laana ya maisha yako milele na milele. Na babako anaweza determine jinsi maisha yako yatakavyoelekea kulingana na maneno ambayo anaweza nena. Kwa sababu hapa tunaona more than 1340 years after the curse, tunaona ya kwamba the Canaanite woman akaja kwa Yesu akitaka uponyaji, naye Yesu akamuita, wewe hii si chakula cha umbwa. Healing is not a portion of the dogs. Na iligharimu huyu mama aweze kuinsist na hivi kwamba msichana wake akaweza kupokea uponyaji. Lakini nilikuwa nataka kukuambia, kuna cases ambazo zinaweza kuwa za kijamii, zinaweza kuwa zimerun over 10 years, over 20 years, over 30 years, kwa sababu umebeba hiyo damu. Kwa sababu umebeba hiyo damu ya umalaya, hiyo damu ya uongo, ndiposa labda watoto wako wana behave venye wana behave. Why? Because of the curses of our parents. Our fathers wakaweza kutenda dhambi, na sasa sisi tunaelekea ama tuko ndani ya zile dhambi. Nataka kukuhimiza wewe ambaye unayenitazama, it is better to examine where you came from. Kama ni mke wako, ni vizuri mchunguze background yake iko namna gani, na ukaweza kujua na kuelewa background yake iko namna gani, na hivi kwamba ukamjua zaidi, kwa sababu anaweza kuwa amebeba laana. Mnaweza kuwa mkibeba laana ya kijamii. Watoto ambao mnaozaa hamuelewi wamechanganyikiwa hivi kwa nini, so that you deal with the family within, with the enemy within, in the name of Jesus. Hallelujah. Ukisoma pia katika Leviticus 18:24, 27, Deuteronomy 7 verse 1 and verse 2. Wanaisraeli waliambiwa mkiingia kule, maliza wale wa Canaanites kabisa. Why? Because they were cursed in the first place. They were walking in curses in the name of Jesus. Hata sisi inastahili to examine where we came from. Wazazi ambao tulikuwa nao, wengine waliingia katika unajisi wa hali ya juu. Ni vizuri tuelewe ya kwamba we must deal with these curses in the name of Jesus. Tusiwe kama Gideon ambaye anayefinyiliwa licha ya kwamba he was mighty in the name of Jesus, mighty man of valor, lakini amefinyiliwa na adui kwa sababu ya vinyago ambazo zilikuwa kwa baba yake. We must deal with our family setups in the name of Jesus. Hebu angalia yule mama ambaye alikuwa na an issue of blood. Biblia inasema ya kwamba yeye alihitaji tu kuguza vazi la Yesu. Why? Because she was a seed of Abraham. Jesus described her ya kwamba huyu hastahili kuwa na huu ugonjwa kwa sababu she is a seed of Abraham. In the book of Matthew 9:20-22. Yule mama tu alienda kwa imani akaguza vazi la Yesu na akaweza kupokea uponyaji. Lakini huyu mama wa Canaanite anajaribu hata kubegi Yesu, kuenenda chini na kumwambia, niangalie msichana wangu amepagawa na mapepo. Brother, my sister, you might be walking on a curse. You might never understand why things happen in the way they are happening unless you examine your background in the name of Jesus. Another thing that we need to do, we need to deal with the long-standing curses in the family. Investigate why they die young. They are never married. Abnormal sicknesses in the family. Kwa sababu kuna kitu tunaita influence of unbroken
curses, unbroken curses. Hizo influence zinaweza kuwa zimeingia na hivi kwamba ziko juu yenu kama jamii. It is good to deal with the long-standing curses in the family in the name of Jesus. Sisi ambao huwa tunaokoka, wakati tunaokoka, we need to engage God because we are entering into a perimeter ambayo ni ya vita, na ili kujiweza kujinasua kutokana na mishare na laana zozote ambazo zimekuweko. Another thing, we need to deal with generational evil family traits. Kuna vitu ambazo ukiangalia katika familia, unakuta mtu kama Moses, licha ya kwamba alikuwa mtu ambaye Biblia inamdescribe ya kwamba is the meekest person on earth, lakini kwa hali ya anga alikuwa mtu wa hasira za hali ya juu, na hiyo hasira ilimwezesha asiingie into the promised land. We need to deal with the family traits, family evil traits. Kuna mambo ambayo si ya kiungu na iko ndani ya jamii yenu. Angalia, chunguza, kwa sababu we need to break them in the name of Jesus. Biblia inasema hivi in the book of 2 Corinthians 5:17. If any man is in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things have become new. Tukienda na ile scripture, so that we liberate ourselves completely from the inner weaknesses, inner sins ambazo ziko ndani yetu. Anga ikiwa moja yao. Tuko na hasira za hali ya juu. Mtu anakasirika mpaka anatetemeka. We need to deal with this in the name of Jesus. These are evil traits. Are they traceable in your family? Are they traceable in your family? We need to deal with them. Hii anga, it is sponsored sorcery. Ni kama uchawi ambao ni sponsored by the evil one. Hata Biblia inasema ya kwamba tusikasirike mpaka tuzidishe hasira zetu mpaka the next day. Anga inaweza beba wewe usiingie into the promised land. Musa akaambiwa nenea ile jiwe, akagonga ile jiwe kwa sababu ya hasira ya Wanaisraeli, na hapo hapo akajihukumia ya kwamba hata ingia into the promised land, licha ya kwamba is described as the meekest person on earth wakati ule. Brother, examine your traits. Licha ya kwamba umejuana na Yesu, licha ya kwamba umeokoka, lakini ni vizuri uelewe umetoka wapi, unaelekea wapi. Ni mambo gani that you need to deal with? Ni watoto wa gani? Hawa wangu wako namna gani? How are they behaving? Are these behaviors normal? Because some of these things, they need to be deliverance of the highest order in the family setup in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. So as we examine ourselves, let us elewa ya kwamba inastahili to deal with these issues, na ili tusiruhusu tu kila kitu kikaweza kuingia into our thoughts, into our minds, into our hearts in the name of Jesus. Na tukifanya hivyo tutakuwa tumefaulu in the name of Jesus. Hallelujah. Examine yourself, examine your family, examine where you came from, examine what you do on a daily basis. Don't go blaming people. Don't go blaming others. It is a question of you. Hii vita ni zako. Hii vita ni zako in the name of Jesus. Hallelujah. Finally, brethren, whatever things that are true, whatever things that are noble, whatever things that are pure, whatever things that are lovely, whatever things that are of a good report, if there is any virtue and if there is any praiseworthy, meditate
on these things. Allow your mind only to set up on things which are good in the name of Jesus. Usitembee na marafiki ambao ni negative. Usitembee kwa sababu watakuwa kama uchawi ndani ya maisha yako in the name of Jesus. Usitembee na watu ambao ni negative. Maisha yao, they only see negativities in your life in the name of Jesus. Jaribu kunarrow up on what you do on a daily basis, na utagundua kwamba maisha yako ni wewe mwenyewe. Mawazo yako, they are determinant. They determine where you are going in the name of Jesus. As we break in the name of Jesus these family traits, these sexual immoralities in our lives, this idolatrous background in our lives, in the name of Jesus, as we break every demonic altars in our lives, in the name of Jesus. Wengine wanaabudu pesa katika jamii zao. They can do anything because of money. Let us liberate ourselves from these curses in the name of Jesus. Hata hizi zinaweza kuwa vinyago na zinaweza determine maisha yako katika jina la Yesu Kristo. So siku ya leo nimekuja kukuhimiza, my brother, that our battle is within us. Hallelujah. It is within us. We can win over it in the name of Jesus. We can win over everything that the devil is strategizing to remove in our lives. Our destinies are shaped according to our thinking. As a man thinketh, so is he. What are you thinking today? Because as you think, so you are. Are you thinking negativity? Are you allowing negative things to come into your spirit? Destroy them by the power of Jesus in the name of Jesus. Examine your life and you'll see there's a lot that you need to deal with your life in Jesus name. Maisha yako, kwa nini una behave venye una behave? Ukiona wa mama, ukiona wasichana. Why? It is because it's a family trait. Wamekuwa watu wa wamama, wamekuwa watu wa wasichana, wamekuwa watu wa wanaume. It is because of the family traits you need to deal with in the name of Jesus. Mtu kama David aliweza kuingia katika dhambi mpaka akaua Uriah kwa sababu ya mke wake, na ile dhambi wangeitrace mpaka kwa shosho yao ambaye alikuwa anaitwa Rahab. Alikuwa maraya wa ajabu. My friend, you need to deal with the sins within, that you need to examine your family setup. You need to examine what you allow into your mind in the name of Jesus, into your heart in the name of Jesus. These are gates. These are gates. Whatever you allow determines your life in the name of Jesus. We are going to win in the name of Jesus. I came so that we win in the name of Jesus. My friend, I know that you are made to be a winner, but you need to go back to where your family is. Mtu kama Gideon ilibidi arudi kwao. Licha ya kwamba alikuwa na madate, enda kwa adui, lakini kwanza angedeal na the family with the enemy within. Kwa sababu baba yao alikuwa na abudu binyago. In the name of Jesus. Examine yourself, examine your spirit, examine your mind, so that you may be a winner in the kingdom of God, in the name of Jesus. And Father, I want to thank you because of this blessed day. Thank you because of what you did, oh God. As we continually examine ourselves, make us winners in everything that we do. We thank you, oh God. We know that you are mighty men of valor, but the devil has let loose the enemy within, so that you are defeated by him in the name of Jesus Christ. But today, oh God, as we examine ourselves, we are able to see the enemy within, and to examine ourselves, and to examine our behaviors, and to examine our traits accordingly, oh God,
we ask of thee that you help us to deal with these enemies. In the name of Jesus, I destroy every negative thought. In the name of Jesus, I pray that, my God, that our viewers shall be delivered from this strong hand of the enemy that is within, that had been learning for centuries. In the name of Jesus, even the Canaanite woman was dealing with an enemy that had been there for about 1,340 years. But Jehovah God, you delivered her because of our insistence. We thank you and we bless you because of what you're doing in our lives. In Jesus' name. Thank you for making us more than conquerors. Thank you for giving us victory day in, day out, in Jesus' name. Dear Lord, I bless the family of this viewer. I bless his sons. I bless his daughters. And I ask of thee that, Jehovah God, you may penetrate into the realms of the Spirit, that, my Father, they would allow you to get into their spirits in the name of Jesus. And my God, they shall examine themselves and see that some traits of God are not godly. They need to be dealt with. In Jesus' name, dear Lord, we pray. Amen. May God bless you. If you need deliverance, pray, fast, see a man of God who will guard you in the name of Jesus. May God protect you. May God be with you. In Jesus' name, amen and amen.